Na mtazamaji, tayari tumekwisha fika hapa nyumbani Mtoni Kijichi, ambako ndiko heshima na ibada ya mwisho ya marehemu mpendwa Naomi ambako inafanyika leo. Kama ambavyo tulivyoweza kukufahamisha, tuko na familia, lakini mwanzo kabisa tuzungumza na Salma, mdogo wa marehemu Naomi. Pole kwa matatizo. Asante sana. Na kwa kipindi kirefu tulikuwa tunatamani kusikia chochote kutoka hapa. Je, siku ya leo kama familia mnachukulia ni siku ya namna gani? Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ambayo kwetu kama familia ni siku ya msingi sana. Ni siku ambayo tumeheshimu sana na tunamshukuru Mungu kwa mwisho huu mzuri ambao tunaamini sasa tunakwenda kupumzika. Kama ambavyo Naomi anaenda kupumzishwa, lakini na pia sisi kama familia sasa tutapumzika. Tumekuwa kwa muda mrefu sana tukisubiri, lakini haikuwa rahisi sana kwa sababu tulishafanya taratibu zote za msingi za msiba, tukaandaa kila kitu, lakini at last hatukuweza kupata mpendwa wetu kwa ajili ya kumpumzisha kwa ajili ya taratibu za kimahakama. Lakini tulipoambiwa sasa kwamba jambo hili limefika mwisho, kama familia tunaweza tukaendelea na taratibu nyingine za maziko, tulimshukuru sana Mungu na siku yenyewe ndio leo. Kulingana na aina ya tukio jinsi lilivyo, leo labda ameweza kupata ndugu wa upande wa pili aliyekuwa mume wake kuweza kushiriki au kusema chochote kwenye hili jambo? Naomba nisizungumzie chochote kwa ajili ya swala hilo. Ninachojua ni siku ambayo tunampumzisha Naomi na tunafanya ibada. Kwa hiyo sina taarifa zozote za wengine. Tunachojua ni ibada ya mazishi ya Naomi. Kwa hiyo ukiniuliza kuhusu wachungaji nitakujibu. Najua wako hapa. Lakini upande wa pili sijafuatilia, sijui wapo au sijui. Sikujua. Na ratiba ya hili jambo kuanzia hapa mpaka pale mlipokwenda kumpumzisha? Kwanza tunashukuru sana marafiki, ndugu, jamaa ambao hawajachoka sana, wamelisikia jambo hili kwa miaka 5 sasa. Lakini hawajai kuchoka tangu wakisikia. Kila tulipohitaji msaada wa maombi, tulipohitaji muda wao, vyote walifanya. Hilo tunashukuru sana marafiki, ndugu, jamaa na marafiki. Lakini leo pia kama familia tumeona tumshukuru Mungu kwa mwisho huu mzuri. Hautabadilisha chochote, lakini haki ni jibu la amani. Kwa hiyo tunaamini sasa tulio hai tutapata amani, lakini aliyelala pia atalala kwa amani. Kama familia tunamshukuru Mungu kwa hilo. Lakini pia tumekusanyika mahali hapa kwa baba mdogo kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tunakaribisha watu wote waungane nasi. Ratiba yetu ni saa 6 kamili tutakuwa na ibada. Baada ya chakula cha pamoja. Tutafanya ibada, tutamshukuru Mungu, afu then tutaanza safari ya moja kwa moja kuelekea Mbambua kijijini ambapo ndipo chimbuko la Naomi. Kwa tunawakaribisha watu wote ambao wanaweza kutusikia waweze kufika pamoja, tumshukuru Mungu kwa pamoja. Na katika Watanzania, moja kati ya vitu ambavyo viko kwenye akili yao ni wanatamani kufahamu hali ya mtoto wa marehemu Naomi. Kama mlezi, labda unaweza kuizungumzia nyakati hizi miaka 5, miezi 10, ni kipindi cha namna gani kwa mtoto, lakini leo sasa ambako vyote vinaenda kufanyika mpaka kuelekea kijijini Mbambua? Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya Gracious. Kwa sofa Naomi aliacha mtoto mmoja tu pekee ambaye anaitwa Gracious. Haijawa rahisi sana kwake na mimi kama mzazi, kwa sababu na mimi ni mama, nina watoto pia. Ni kipindi kigumu kwake Gracious. Kila kitu kwake ni kigumu. Kila anachokisikia ni kigumu. Haijawa rahisi sana, ana maswali mengi yasiyo na majibu. Haelewi tunazika nini, haelewi tunazika wapi, haelewi tunavovizika vilikuwa wapi kwa muda wote. Anasema mama, niliambiwa mama amechomwa, sasa leo tunazika nini? Limekuwa ni swala gumu sana, lakini baadaye akaniambia hivyo tunavovizika ndo mama. Ndo mamangu Naomi, anamuita mama Naomi, ndo mama Naomi.
Manake amenizoea pia kuniita mama. Kwa hiyo ni maswali magumu ambayo hata ukimwangalia unaona yanamtatiza ndani yake. Kwa hiyo tunamuombea, lakini kama familia pia tunatamani kutamani kupata counselor kwa ajili yake. Ameniambia mama, nimesikia mambo mengi ya kesi, kwa sababu pia ni mwanafunzi anasoma yuko darasa la 7. Kwa hiyo you can't hide anymore, kwa sababu kuna vitu atavipata tu kwenye vyombo vya habari, kwenye Google, hata akishika simu, marafiki, anavisikia vingi vinamsumbua anavyovisikia. Anasema nasikia hiki mama ni kweli, nasikia hiki ni kweli. Kuna vingine havina hata majibu sahihi kwa kweli. Kwa hiyo kwa miaka 5 alikuwa yuko sawa, lakini kipindi cha mwisho cha kesi kimemsumbua pia kama mtoto, lakini ana maswali magumu yasio na majibu. Ananiambia mama, nimesikia kuna hukumu imetolewa. Ni kweli baba kaua mama. Sasa swali kama hilo ni gumu kulijibu. Tunamuombea, lakini tunaamini Mungu atamsaidia. Asante sana. Lakini welfare ya mtoto anaendelea vizuri, iko kwenye mikono salama kabisa. Analelewa vizuri, anapata haki zote za msingi kama mtoto, kiroho na kimwili na mahitaji yote ya kibinadamu. Hana changamoto yoyote. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.